kuhusiana na swala lako la hivi karibuni kukamatwa kwako na nini. Hebu tueleze scenario, maana jambo limeibua maswali mengi sana kuhusiana na ile swali. Kwanza ni jambo ambalo lilinikwaza sana kwa sababu lilitokea katika mazingira ambayo sikuwa nimeyatarajia, na nilizuiwa kuingia kwenye ndege nikiwa kwenye point ya mwisho kabisa ya immigration. Kwa hiyo walinichukua watu ambao hawakuwa wamejitambulisha na wakaanza kunishusha chini kwenye basement kule, na walinifunga pingu, wakawa wananipeleka mahali ambapo sijui ni wapi. Kwa hiyo jambo lilinikwaza sana, na chama tulikuwa tuna fursa ya kwenda kushiriki mkutano ambao ulikuwa unatukutanisha na wadau wengine kwa maana ya vyama rafiki ambavyo ni vya mrengo wa kidemokrasia kupitia forum inaitwa International Democracy Union IDU, ambao mkutano unafanyika Ubelgiji. Kwa hiyo jambo lile lilifanyika kwangu, niliona lilifanyika kihuni sana, na sikuielewa intention yake mbele yake ni nini, kwa sababu walionikamata hawakujitambulisha, na walichokifanya ni kunitocha. Walikuwa wananipeleka mahali ambapo sijui wananipeleka wapi, na baadaye wakaniingiza kwenye kituo cha polisi. Taarifa zangu hazikuwa zimeandikishwa popote kwenye kituo cha polisi pale, na kukawa na utaratibu ambao sio wa kawaida wa mtu ambaye umemkamata. Na kisha asubuhi walinichukua wakawa wananipeleka mahali sijui ni wapi. Baadaye wakaniambia wananipeleka kituo cha polisi, na ndipo baada hapo sasa taarifa zangu zikajulikana kwamba niko kituo cha polisi. Ulikuwa peke yako kwenye msafara? Nilikuwa peke yangu. Ndio nilikuwa naenda kuwakilisha chama kwenye mikutano hiyo kadhaa. Nilikuwa na vikao vingine pia ambavyo nilikuwa nivifanye. Nilikuwa nina side meetings nyingi. Nilikuwa nina vikao na Watanzania diaspora ambao walikuwa wamekuja kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Germany. Kwa tulikuwa tuna vikao vingi sana vya kichama ambavyo vilikuwa vina lengo ya kuendelea kutuimarisha kwenye siasa zetu za mambo ya nje, lakini pia kuendelea kujiimarisha na wadau wetu ambao tunafanya kazi ya siasa kwa mrengo mmoja. Kuna jambo linaendelea bila shaka, pamoja kwamba mnakwenda kujifungia, lakini bado kuna maswali watu wanajiuliza kuhusu operation yenu no reform no election katika kipindi hiki ambacho inawezekana mkawa licha ya kwamba hotuba makamu mwenyekiti kutoka, lakini ukweli usiopinga kwamba mmepoteza rasilimali kubwa ya maelfu ya wanachama. Kwa namna gani mnaweza mkasimama imara katika kipindi kama hiki? Kwa kweli tuko imara. Sasa uimara wa chama unaangalia viongozi wakuu wako intact, tuko 6. Tuko intact. Baraza kuu liko intact. Baraza kuu lina wajumbe karibia 450-500. Wameondoka watu 20. Ni 2% hiyo. Tuko intact. Uimara wa chama unaupima kwenye mkutano mkuu. Una watu 1190 na wameondoka watu 34. Tuko intact. Kamati kuu iko intact. Huo ndio uimara wa chama. Sasa kinachoendelea ni political detoxification. Hichi kinachoendelea kwetu ni political detoxification. Kuna watu ambao hawaendani na misimamo wanaondoka. Wakikaa tutagombana kwa sababu hawaendani na misimamo. This is purely political detoxification. It's a natural wave. Ni jambo natural kabisa. Ambao hawana misimamo wanaondoka. Kwa hiyo mnawaacha walio salama, inajichuja wale ambao wanaamini katika kusukuma msimamo huu, basi wale ndio wanaobaki. Kwa hiyo niwahakikishie wanachama wetu na Watanzania hatujayumba, na ndio maana unaona vikao vyetu na tuona na sisi wenyewe, hata na demina zetu sisi wenyewe unatuona kabisa. Unaweza ukatuona nani ana chuki, nani moyo wake una ghiliba. Sisi mioyo yetu haina ghiliba, sisi mioyo yetu haina chuki. Sisi tunataka kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani, na tuko tayari kusimamia mabadiliko na mifumo ambayo nchi inahitaji kwa kipindi hiki. Kwa hivyo Watanzania wapime wenyewe, waone nani ambaye moyo wake umejaa ghiliba na chuki. Naam. Sawa, Mheshimiwa Golugwa, la mwisho. Kuna maagizo ambayo yametolewa na msajili wa vyama vya siasa kuhusu ubatili wa nafasi zenu, lakini pia
nyinyi mmesikika mkasema hambadilishi chochote, na moja kati ya madhara yanayoweza kuwakumba ambayo tumesikia yametolewa ni kwamba chama kinaweza kikapoteza sifa yake ya kupewa ruzuku. Hili unalizungumziaje? Na mpaka hapa tunapoongea, ina maana nyinyi mpo kwenye nafasi zenu kibatili kwa mujibu wa msajili wa vyama vya siasa. Hilo unalizungumzia vipi? Ya, kwanza niseme tulipokea barua kutoka kwa msajili na barua ile ilikuwa imegongwa muhuri wa siri na ikiwa addressed kwa katibu mkuu, na mimi nilikuwepo siku ambayo wameletwa barua, kwa hiyo nilipokea. Sasa kwa taratibu za kiofisi, barua ambayo imepigwa muhuri wa siri na iko addressed kwenye namna ilivyoandikwa katibu mkuu attention John Mnyika, ndivyo msajili alivyoandika katibu mkuu attention John Mnyika. Kwa hivyo ilibidi kusubiri katibu mkuu aje mwenyewe, na barua ile sasa leo ndio itajadiliwa kwenye kikao cha kamati kuu hii. Sasa huo batili ndio tutajadili hapa, lakini msajili amemwandikia Mnyika, amemwandika katibu mkuu John Mnyika, huyu katibu mkuu huyu. Kwa hivyo tutayazungumza kwenye kikao cha kamati kuu, lakini uchaguzi wetu wa Tanzania waliuona bwana kwenye television. Uchaguzi wa kihistoria ambao umesifiwa na dunia nzima, ulikuwa wa wazi, kila kitu kilikuwa fair, na tutayajadili kwenye kamati kuu, na baada ya kamati kuu hii basi tutatoa. Uchaguzi ulikuwa fair na wa haki, lakini moja katika hoja za Mchome ni wale wajumbe ambao walikuwa hawahusiki kuonekana wakipiga kura, na hilo Mchome anasema hamjawahi kumjibu, na amewamention kabisa ni moja kati ya Askofu Mwamakula, Askofu Mapinduzi. Anasema yeye aliwaona kwenye video wakinyosha mkono kuthibitisha viongozi ambao mlikuwa mkichaguliwa, na anasema hiyo hoja mpaka sasa bado hamjaijibu. Upi ukweli wa hilo? Ya, sasa tulikuwa na mawasiliano na ofisi ya msajili kwa barua ambazo alikuwa anatuandikia na Mchome mwenyewe. Haya majibu yote tumeshayajibu, na orodha ya wanachama wajumbe wa vikao, hao watu hawapo kwenye orodha, hawapo. Vikao huwa watu wanaalikwa, hata nyinyi waandishi wa habari mlikuwepo kwenye vikao, watu wanaalikwa na ni utaratibu wa kawaida. Sasa unachoangalia ni kwamba je, huyu mtu jina lake kwenye orodha lipo? Ukija kwenye orodha ya wajumbe hutakuta jina la Mwamakula, hayupo. Kwa hiyo ukisema alikuwepo mle ndani alafu ni kujipotosha. Sasa hayo na mengine mengi ambayo pengine yapo kwenye barua ya msajili, basi tutajadili kwenye kikao, ila hatuna stress, we are not stressed, tuko sawa sawa.